Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Kasa Cup round ya 16 nikiwa nakuletea matangazo mubashara kabisa katika line zetu na njia zetu hizi za YouTube na mitandao yote ya kijamii ambayo tunapatikana moja kwa moja. Ni mchezo wa Makabe dhidi ya Otrasku katika uwanja wanaitwa uwanja wa Baba Juma Stadium. Ni kama Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam, ndivyo tulivyo na sisi hapa kambini Nyarugusu tukiwa na Baba Juma Stadium, moja kati ya uwanja makubwa sana mkoa wa Kigoma. Basi uwanja huwezi kuuacha, ni vile tu haujajengwa, lakini pia vipaji vingi tunaendelea kuvishuhudia hapa, na hii ni hatua ya 16 ya ligi ya Kasa Cup round 4. Ni nani kupambana, ni nani kuingia hatua ya 8 bora? Ni tiketi moja tu inahitajika, si tiketi ya pointi 3 wala si tiketi ya pointi 1, ni tiketi ya moja kwa moja ya kuingia kwenye hatua ya 8 bora. Bas 90 zikishindwa kutujibu, mikwaju ya penalty na kwenda kutuambia ni nani kuibuka kidedea huu mchezo na kwenda kumenyana na washindi wengine katika michezo mingine. Ni Otrasku dhidi ya Makabe, walinzi wa makaburi na walinzi wa mpakani leo wanakuja kupambana katika vita ya moja kwa moja, na tayari zile kanuni zimeanza kutafsiriwa. Naweza kupeana mikono wachezaji, ishara ya kwamba wako na morali mkubwa kabisa wa kwenda kuzimenya dakika. Kama kawaida Makabe wanakuwa ni watu wa njano, na kama tunavyowaona wakiwa wamevalia uzi wa njano, ikiwa ndio uzi wao wa nyumbani na ugenini. Maisha bado si rafiki sana timu kuwa na uzi au nyuzi mbili, nyumbani na ugenini. Hawa wanaitwa Makabe, walinzi wa makaburi, lakini pia upande mwingine tena ni Otrasku, walinzi wa mpaka, ikiwa na uzi mweupe. Kuna kuchukua picha ya pamoja, picha ya kumbukumbu. Matukio haya huwa hayajirudii, yanatokea mara moja tu. Timu zinaweza kukutana tena, lakini tukio hii kama hii haiwezi kutokea tena. Lakini timu hizi zinaweza kukutana, lakini tukio kama hii haitokei. Ndio maana picha za kumbukumbu ni muhimu, kwa sababu timu hizi zinaweza kukutana lakini wachezaji wasio tena hawa. Iko hivyo, ndio maana picha ya kumbukumbu inachukuliwa na hawa ni Makabe. Kikosi kizima kinakwenda kuchukua picha pamoja, picha ya kumbukumbu. Itakuwa ni picha nzuri sana iwapo leo atachukua tiketi ya kuingia 8 bora. Historia itakuwa ni tamu na nzuri. Mimi naitwa Ishara Update, niko na Omikana kikofia katika uwanja wa Baba Juma Stadium. Ni huku ele ya 3 mwishoni kabisa mwa kambi. Hali ya hewa ikiwa ni nzuri, jua likiwa ni la hafifu, lakini hakuna wingu la mvua. Tunaendelea kutazama mbunge hapa. Bado wachezaji wa Otrasku, watu wa mpakani, wanachukua namna yao ya kufanya mbinu. Wakusali wanasali, wakuomba wanaomba kwa Mwenyezi Mungu, wakupasha wanapasha kidogo jasho kabla ya kuanza mamenyano, kabla ya kuanza kuhesabu dakika. Tayari uamuzi wa kata wanakwenda kuchukua nafasi. Itakuwa ni nzuri sana iwapo mchezo huu ukimalizika salama, kwa vile tumebarikiwa hali ya nzuri, nafasi nzuri tena kwa kutazama mchezo wa 90 za maangamizi kuelekea hatua ya 8 bora. Na moja kwa moja timu zimechukua nafasi, ni muda wa kwenda kuhesabu dakika. Nawa ni kikosi cha Makabe, ni Ali Hamis, Ake, Pepe, Felix, Koke, Uraga, akiwa kama ndio kocha, Kasado, Maneno, Ardagula, Gibson, Wabi, Musa. Huko upande wa Otra, watu wa mpakani wanaongozwa na Adeni, Shuta, Dube, Simba, yupo ya Mungu Munga, Abega, Donat, Giba, Mkata Umeme, Love, Junior na Samuel. Na tayari dakika zimeanza kuhesabiwa. Ni dakika 90 tu zinakwenda kutujibu ni nani kuibuka na tiketi nzima ya kuelekea katika hatua ya 8 bora. Kila mtu anaitaka finali, kila mtu anaitaka kombe. Ni Makabe wanayo mali, imewekwa pasi nzuri, njia zinatafutwa, anaiminya lakini umiliki wanaochukua sasa ni watu wa mpakani. Otrasku, imewekwa pasi, kijiko ya kwanza inakataliwa, njia zinatafutwa, anayo mali. Felix anaweka pasi mkunjo lakini haijamlipa, imedhama nje, mali itarushwa.
Shooter. Madhambi tayari imetafsirika, mali imetengwa kuna kucheza Simba. Anaicheza ndefu katika njia za kupita, anaondosha Felix. Anajibu tena kuisogeza, anaificha kifuani na control. Jaribu kuweka juu, lava mengine mawasiliano amewekewa tena. Anaikataa control. Nasogezwa nafasi nzuri. Anaificha. Anaipenyeza vizuri katika njia. Hawa ni watu wa mpakano wanapanga mali lakini anapotea. Arda Gula. Anaipokea vizuri katika njia zake, nafasi anaitafuta. Imekataliwa, inapenyezwa pasi nzuri. Imetengwa nzuri kumtafuta Love. Anapokea Ali Khamis, mlinzi wa nyavu wa Makabe. Ameanza pembezoni mwa uwanja. Maamuzi anahitaji kwamba mpira ubadilishwe baada ya kuonekana kwamba huwa hujakizi vigezo. Ni Ali Khamis anayo mali lakini bado shida ni ile ile. Mpira unachezwa fair play baada ya kuonekana kwamba maamuzi ndo aliosimamisha mpira. Cheza pembezoni, control. Ni kwa nzuri katika njia za kupita. Anaiondosha mali na kuweka mbali. Ni ndani ya 18. Ali Khamis ni wa kwanza. Ali Khamis anaitwa Ali Hamisi. Cheza pembezoni mwa uwanja katika njia zile za kupita. Mguu wa kushoto umetenda kazi. Anakataliwa. Mtu anamenya vizuri, huyu ni Munga. Anaipenyeza katika njia za Samueli. Ni Samueli tena. Wakapass kijiko cross lakini hile ikumlipa. Kabumbu imezama nje. Tachezwa kona. Na imekuwa kona ya kwanza kabisa. Kutokana na ambapo mimi naishi mwenyewe hapo. Imekuwa pasi nzuri tena. Wanapeana kona fupi. Ni muda wa kucheza cross. Imekuwa cross utamu kuelekea mlango wa Ali Khamis, inakataliwa kwa header. Jaribu kufanya shoot tena Giba lakini bado haijamlipa. Ni matokeo mazuri sana. Hao ni press nzuri sana wanaifanya walinzi wa mpaka wa kambi Otrasku. Mpira unawekwa mita 6. Tukisema mita 6 tunamaanisha kutoka lango. Ndio eneo la mita 6. Huwa ni mita 5.5. Inasogezwa ndefu tena katika njia nzuri. Anatafutwa Gibson, anaicheza header Donat. Under control. Nzuri anaweka cross Koke. Inagongwa header. Inafichwa kifuani vizuri mtaalamu ya Mungu Munga. Cheza vizuri, inafichwa tena. Watu wanapasiana vizuri, yake amecheza lakini haijamlipa. Samueli anaminya mtu vizuri, anabaki na kwa pass nzuri yenye viwango katika nafasi nzuri. Koke anamwaga maji katika uwanja ya Mungu Munga, mzee wa kuachetua. Na kwa pass nzuri tena. Watu wanawekeana nyama. Anaikanda vizuri lakini makataliwa tena katika uwanja. Wanayo umiliki Dube ambaye sio Prince. Katika uwanja wanayo Makabe. Nagongwa header. Inasukumizwa nyuma tena katika njia za Dube. Ni Prince. Offside ya kwanza. Love. Maamuzi anamkataa. Imeanza pembeni kule katika njia za kupita, ni kwake Felix. Anaicheza katika njia za maneno. Felix tena weka cross utamu, anaikataa Dube ambaye si mwana wa mfalme. Pembezoni mwa uwanja. Anaitwa Musa. Nakataa hili, alikuwa ni maneno. Tara iliweka kwenye kofi lakini haijamlipa.
Simba anakataliwa, ni Giba anaweka pasi fupi. Afisa wa uhamiaji tena anapokea Giba, lakini mawasiliano yameingiliwa. Arda Güler anaondoa Simba. Haya ndio mambo yake, nyama kwa nyama. Mali inawekwa chini kwa faida ya Makabe. Hao wanaitwa walima mchicha. Hao unaweza kuwaita walinzi wa makaburi, hujakosea. Kumradhi ikiwa itawasumbua, lakini huo ndo ukweli. Lakini pia mnacheza na watu wa mpakani, hao ndo walinzi wa kambi. Oturasku anahitaji kupokea maji. Musa kipenga kinalia, anaipokea Musa. Ni Arda Güler anacheza chini chini, nafasi nzuri, back pass. Musa, generator ya umeme inakataliwa, mali imezama nje, na huyo ni Chuta amezamisha nje. Tachezwa kona kwa faida ya Makabe. Wanaitwa walima mchicha. Leo mchicha unaliwa na nini? Tunachanganya na mboga gani nyingine? Samaki gani tunachanganya? Ngoja tushuhudie, 90 zinakwenda kutujibu. Mchicha lazima leo unatokota, au mchicha leo au hivi? Walinzi wa kambi wana nini cha kufanya katika huu mchezo? Oturasku, watu wa mpakani. Kabumbu imewekwa eneo la kona, ni muda wa kipenga sasa, lakini mwamuzi anahesabu miguu 9 kwa ajili ya kuweka ukuta. Hata kwenye kona kuna nafasi ya kuweka ukuta, lakini huwa ni mita 9 pia zinahesabiwa. Huenda ukaona ni maajabu, kwa nini mshikaji amesimama? No. Tulienda kwenye shule ya sheria 17 tunaelewa. Imewekwa cross utamu kuelekea lango. Anaichukua Adeni. Hajachukuliwa kwa Deni. Mpira unawekwa chini. Anajaribu kumwelekeza mwamuzi Pepe. Anadai kwamba alikuwa tayari ameuondoa kwenye mikono yake, na kweli kabisa sheria ya soka inatuambia hivyo. Golikipa akiachia mpira kwenye mikono yake inakuwa tayari ipo kwenye mchezo. Ni Musa, generator anacha pass nzuri. Gibson, muda wa kucheza cross utama na minya mtu vizuri ndani ya 18. Cheza vizuri, nikataa Deni. Ni kona. Anatujibu kwamba hajachukuliwa kwa Deni hata kama yeye ni Adeni. Ni kona again. Alicheza kwenye lango ambalo ilikuwa ni hatari sana, lakini Adeni inachezwa kona tena, ni kwa faida ya walima mchicha. Ni kwa cross utamu kuelekea lango. Adeni tena ni wa kwanza. Huyu ametoka wapi? Ngoja kwanza tushuhudie, wanda hichi si kipimo sahihi cha kwanza kumsifia. Felix anaweka mali juu. Iko katika njia za ndege, na kuifuata juu ni Love. Arda Güler Junior chezo ya madhambi. Mali anawekwa chini. Anaanza Junior kwake afisa wa uhamiaji. Junior anaizungusha vizuri, njia zinapatikana katika nafasi. Mwamuzi ametafsiri kwamba mali imezama nje, ni ya kurusha. Musa anaamua kuacha mali. Amerusha katika njia za kupita na gongwa na Arda Güler. Huwezi kuwa Arda Güler kwenye hamna kama haya, si mambo yako. Nafasi nzuri tena anaipokea Arda Güler, anaichoma katika njia nzuri. Junior Bilos anaichoma vizuri kumtafuta Love, lakini kuna Pepe ambaye si raia wa Portugal. Kwanza nyuma kwake Ali Khamis anaiondosha mali. Wa kwanza agongwa hila tena katika uwanja. Nuka pasi nzuri. Simba bloke le jaloux. Anaicheza hapa tupu. Ni katika njia za Felix.
Mali medama nje ya kurusha kwa faida ya walima mchicha ambao mpaka sasa mchicha hujaanza kutokota jikoni. Felix cheza katikati kwake Casado. Casado anaicheza ndefu, anaikataa Chuta. Anaitwa ya Mungu Munga Simba. Jaribu kucheza, kuna mawasiliano hayakaa sawa, mtu amekanyaga nyoka, ni zawadi kwake Bilos, anaichoma kumtafuta Love. 1v2 ni Love tena weka tackling. Oh wow. Mwamuzi amesema kwamba ni madhambi. Ilichezwa tackling nzuri, lakini ni nje kabisa ya 18. Angesogea mita kadhaa tu kuelekea mbele, basi mpira ungefunikwa kwenye chaki pale. Inaitwa jicho la box. Lakini tackling hii aliyoifanya imetujibu kwamba bado hali ni ngumu, lakini ni nafasi nzuri kwa watu wa mpakani. Otrasku ni free kick eneo zuri kweli kweli, ikiwa ni jaribio sahihi kwake Ali Khamis. Unaweza kumuita Sheikh Ali Khamis. Mwamuzi anajaribu kuweka kuta vizuri na kutuliza pressure eneo lile na kutoa mwongozo wa namna gani ya kucheza free kick hii. Kipenga kimelia, nani anakwenda kuicheza? Mekwa cross, Utama anaipokea, kama walikuwa na mahagano ni Ali Khamis. Haijawa tishio kabisa katika lango la Ali Khamis. Anaomba watu kuelekea juu na mwaga maji katika uwanja. Inagongwa hida na Chuta Pepe ambaye si Portugal. Amecheza nzuri kabisa kumtafuta Gibson. Dona Simba bloqué le jaloux. Weka kabumbu nje. Mpira unarushwa. Ana control. Anaekea vizuri katika nafasi nzuri, anatafuta njia. Wabi ameweka cross nzuri ndani ya 18 na anakwenda kumaliza hiyo kazi. Dakika ikiwa ni ya 13 mpaka sasa. Matokeo bado ikiwa ni sare tasa 0-0. Milango pande zote ikiwa bado ni migumu. Musa yuko tayari kuendelea na dakika. Yuko tayari kuhesabu dakika. Yuko tayari kupambania hatima ya kijiji. Yuko tayari kupambania hatima ya Makabe ya Sira. Anaipokea afisa wa miaji. Ameweka vizuri tena. Ameweka pass Kijiko, yuko katika njia za ndege, anikataa Pepe, imethamisha nje. Donat cheza, anaicheza na Babatiza. Afisa wa miaji ni wa kwanza Giba. Anaiweka mbali Casado. Bloqué le jaloux. Anaweka mali nje. Nayo mali katika eneo nzuri ni Koke. Donat. Koke tena wa kwanza. Inasogezwa katika njia nzuri. Ana control Dagula. Anaicheza katika njia za Felix. Hawa si Borussia Dortmund, na kukumbusha hawa ni Makabe ya Sira. Hawa wanatuonyesha hasira yao. Imekuwa cross, Utama na gongwa hila, mazingira ni safi, nani wa kwanza control. Mwamuzi ametafsiri kwamba hakuna mguu ambao unaweza kuumiza kichwa, ni madhambi yalitendeka. Na wafungaji
Anaanza Deni ambaye hajachukuliwa kwa Deni. Cheza na Blokele Jalou. Inawekwa juu katika njia. Anaikataa Felix. Pembezoni mwa uwanja. Blokele Jalou Simba. Inapenyeza pasi nzuri. Oh, nafasi nzuri bado inatengwa tena mahali ni nje ya 18. Anaweka kushuti lakini bado anafoka Deni. Mpira unachezwa mita 6. Deni anza na Blokele Jalou Simba. Anacheza ndu katika njia nzuri. Ameondosha Felix. Karibu mwa uwanja. Mali iko patupu. Anaicheza Musa. Ana control Dona. Anazamisha nje ya kijaa, lazima kuyapunguza. Junior anaondoka mali bado nayo kabumbu. Cheza karibu uwanja kwake ya Mungu Munga. Anaipokea. Animinya vizuri na kutafuta njia Wabi. Waka cross utamu inafika kwake Maneno. Ni Maneno tena nafasi nzuri. Anaichoma vizuri na kwa tackling na kumaliza goal. Wow! Save. Inatafsirika ni offside. Inatafsirika kwamba ni offside tayari. Gibu alikuwa ameotea. Mali inachezwa tena eneo lile ambalo mwamuzi ametafsiri ni eneo la offside. Hali ya hewa ikiwa ni nzuri lakini hali ya uwanjani ikiwa ni tata. Mpaka sasa matokeo bado ni tasa. Karibu mwa uwanja. Amekanyaga nyoka. Anaisogeza tena. Anatafutwa Love. Inagonga kuna mgongo wake inaondoshwa. Anaipokea Mali. Anaishi nayo Kabumba, anaipenyeza vizuri kumtafuta. Anaipokea Ali Khamis. Pandana Mali. Amechukua Dona. Pepe. Koke. Ardagula. Jaribu kupenya kuna wingu. Giba. Inababatiza. Inarushwa. Imetafsirika kwamba itawekwa chini. Nyuma ya Mali amesimama Blokele Jalou, anachoma pichi ya kwenye 18, lazima kwa Haida. Anaiondosha. Chuta. Inasogezwa tena nafasi nzuri. Anajaribu kuwekewa Musa lakini kuna madhambi yametendeka. Maamuzi anataka kuyafungia macho ni ya Mungu Munga aliyetenda madhambi. Dakika ikiwa ni ya 20 sasa. Bado ni shika ni kushike. Pata shika nguo kuchanika. Nachezwa nzuri tena kutafuta mazingira. Blokele Jalou ni Musa ambaye sio pin Kamara. Musa tena imeondoshwa. Anaipokea Musa tena. Mtu anapewa level. Anaipokea vizuri Junior. Acha back pass na karibu uwanja kwake afisa wa miaji. Giba mtalam chezwa madhambi. Mali inawekwa chini baada ya kutafirika kuna dhambi. Inachezwa ndefu kumtafuta Love. Nagongwa Haida na Pepe. Koke anaichukua vizuri
lakini bado Pepe ameweka wingu pale, nafasi nzuri. Giba anacheza vizuri kumtafuta Lava, nakataliwa tena, futa kifuani, inasogezwa katika njia za ndege. Chuta wa kwanza, control na penyeza tena ndani ya wingu, imekataa ile. Anachukua Dona, weka cross Utam, nani wa kwanza? Felix na Samueli, kumewaka kule, nagongwa heda, lakini mwamuzi anakataa. Ni madhambi baada ya Felix kuonekana kwamba ametendewa eneo lile. Bado uangalizi kwa mchezaji Felix baada ya kukutana wote wakiwa angani. Madaktari wanakwenda kudhama kwenda kutoa huduma. Ni kwa mchezaji Felix. Uwanja Felix jaribu kufanya shoot na mkataa ya Mungu Munga, anaigonga bega. Lava anakwenda kuchukua mpira, iko eneo salama, ni Samuel Generator anaminya vizuri, watu wanabaki, na kwa cross Utam, ni Espoir Bilosi tena. Mali imeondoshwa lakini tayari kipenga kimelia, ni offside. Ubao wa sabu umepanda, anatama nje mchezaji ya Bega, nafasi yake inakwenda kuchukuliwa na Nionkuru. Nionkuru akiwa na uzi 13 mgongoni katika uwanja. Pepe anaicheza ndefu, Musa anayo nafasi, ni Musa tena anaipenyeza vizuri na kumaliza kazi, na babatiza mkononi. Oh wow, anabaki chini Chuta, lakini tayari mpira ule ushapenyeza kabisa kuelekea lango. Anajaribu kuuficha kifuani, lakini hata hivyo haijamlipa. Chuta iko chini. Fast katika njia zile, katika hali safi kwake Maneno, anaiacha Wabi, anamwekea tena Maneno katika njia. Maneno acha pass kwa Kiwabi, anawekewa tena Maneno, lakini anakataa. Prince Dube, mwana wa mfalme ya Mungu Munga, ingizo jipya Nionkuru, na kwa back pass madhambi imetafsirika. Ni muda wa kumwaga maji baada ya kutenga mali, na yuko nzuri, anaikataa Ake. Kasado anaifuata juu, lakini Nionkuru amekuwa ni wa kwanza. Samueli na kijiji. Samueli anaishi na jamii yake, anaweka pasi nzuri, imepanda juu. Espoir Bilos bado nao faida. Espoir Bilos, ni Espoir Bilos tena, imekuwa tackling na mali imezama nje. Bado kabumbu inaishi na wananufaika kwa kona walinzi wa kambi ya Utrasku. Kona ikiwa ni dakika za ukomo kabisa, zinaitwa dakika za kikomo, dakika za jioni kabisa. Ndani ya dakika 45 kwa kona nzuri amechukua Ali Khamis. Maji amemwagwa tena, anakataa. Ni Dube tena jaribu kucheza cross. Maneno anaacha back pass, inatengwa tena kule, lakini kipenga kimekataa kuendelea na mchezo. Ni dakika 15 za mapumziko, tumemaliza kipindi cha kwanza chenye dakika 45.
ni muda sasa wa kwenda kupumzika na kupeana mbinu, lakini pia tukija hapo tunakuja kukamilisha dakika 90 kwa kumaliza dakika 45 nyingine. Mimi naitwa Ishara Update, niko na kiongozi Zedon ambaye yuko kwenye majungu makubwa sana baada ya kupotelewa na kitu chake cha samani, lakini pia niko na Omikani Kofia katika uwanja wa Baba Juma Stadium, ni kama Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam. Tukutane kipindi cha pili. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Naam, karibu sana dakika 45 za kipindi cha pili. Ni baada ya kwenda kupeana mbinu ndani ya dakika 15 za mapumziko. Ngoja tuone sasa kile walichokuja nacho. Mimi naitwa Ishara Update, niko na Omikani Kofia, tukiwa moja kwa moja kabisa mubashara kupitia Kasako Media. Anaicheza ndefu Dube, inasukumizwa kwa ida tena Love, njia zinaombwa. Samueli anamkataa mtu vizuri. Samuel cheza cross na babatiza katika mgongo wa Kasado. Samueli tena wa kwanza anaichukua mali, inaishi Wabi, cheza vizuri Arda Gula. Gibu ya Mungu amechezewa madhambi, wananufaika Otrasku. Ni baada ya Mungu kuchezewa madhambi. Nyuma ya mara amesimama Dube. Anaicheza ndefu Simba, inazimwa kwa heda. Control Maneno inawekwa ndefu kutafuta mazingira. Simba kata umeme. Giba Dube chuta anakataliwa na Kasado. Wabi tena anaimenya, lakini chuta mikono wa kwanza katika uwanja. Iko pressure ya hali ya juu, inawekwa pasi nzuri katika njia za Maneno, imefika lakini uwanja umemkataa. Pero anarudi mita 6, anaanza Adeni. Anaipokea Simba, cheza vizuri katika njia. Felix anaigonga hida. Control Maneno, mtu anatishwa vizuri na kwa kamba inababatiza. Anaicheza Kasado tena, lakini bado anaishi good position, lakini amejikatia tamaa. Ni Maneno. Madaktari wanahitajika. Ipo chuta, Patrick yuko chini. Bado huduma inaendelea kutolewa kwake chuta Patrick. Offside inakwenda kuchezwa. Blokele Jalou Simba. Mko pasi nzuri kwake Dube Prince, anamwaga maji katika uwanja, ana control. Giba anza sifuri tena, nafichwa vizuri, anaisogeza ya Mungu Munga katika njia. Donat anaiweka ndefu tena. Love anaipenyeza chini. Nani wa kwanza? Samueli Generator anajaribu kucheza na mwili, ni Samueli Generator, weka cross utamu na batiza katika uwanja. Arda Gula Leguler cheza na Wabi, inatengenezwa counter attack katika ya Mungu Munga, anaitwa ya Mungu Munga, inakataliwa. Anaicheza tena, mali inapenyezwa chini. Musa ya Mungu Munga anaiondosha Felix, lakini mwamuzi anatafsiri kwamba ngoja kwanza, ngoja. Mwamuzi amechoka, amesema kwa apewe muda kwanza au habadilishwe. Historia ya soka
Yale maajabu ya soka yanakwenda kufanyika. Mwamuzi anaomba abadilishwe. Hii sio bahati mbaya. Hata mwamuzi ni binadamu. Kuna kuchoka, kuna kujisikia vibaya. Mwamuzi anahitaji kubadilishwa, nafasi yake ichukuliwe na mwamuzi mwingine ambaye ndio msaidizi wake. Ametoa kabisa ule mchomoko aliokuwa anauchomeka. Hii ni ishara ya kwamba yuko vizuri. Ni huenda ikawa ni mara ya kwanza kabisa katika historia ya soka hapa kambini Nyarugusu mwamuzi kubadilishwa. Vitu vyote anakwenda kuviacha. Amechezesha dakika 47. Ni dakika 50 tu pekee ambazo mwamuzi Valentin alichezesha na kusimamia zile sheria 17. Sasa tunakwenda kushuhudia kwa mara ya kwanza katika historia ya soka hapa kambini Nyarugusu mwamuzi akiomba kubadilishwa. Sababu hatujui, lakini huenda ni sababu za kiafya. Kwa sababu anaonekana kujiminya-minya, kujifinya-finya sura, lakini huku akijinamia. Ni sababu za kiafya zimemfanya mwamuzi kubadilishwa. Nafasi yake inakwenda kuchukuliwa na msaidizi wake. Naam, ni baada ya taratibu zote zile kubadilishwa. Mwamuzi wakati nafasi yake imechukuliwa na msaidizi wake baada ya kuonekana kwamba afya yake si nzuri. Alitoka mwamuzi Valentin, anaingia mwamuzi Sakubu. Ni kwa sababu za kiafya. Sheria za soka zinaruhusu hivyo. Inachezwa tena, nafasi nzuri. Pepe anaicheza katika njia za Prince Dube. Prince Dube anaweka nyama pale na kucheza pasi ya chini chini ya Mungu Munga. Mali imetama nje, ni ya kurusha sasa. Felix anaicheza vizuri na penywa hile, lakini inakataliwa. Anaiondosha Felix tena wa kwanza. Musa cheza pasi chini chini, nafika kwake Maneno. Good position, anawekewa tena Maneno, ni ndani ya 18. Maneno anaacha pasi nzuri, fanya acrobatic, lakini wa kwanza amekuwa ni Simba. Offside. Kipenga kimelia, ni offside. Ingizo jipya kwenda kuchukua nafasi Lumona. Nani wa kuzama nje? Lionkuru anazama nje. Lumona anakwenda kuchukua nafasi. Ni muda wa kucheza free kick. Inawekwa cross nzuri kutafuta lango. Ni Samuel Generator, mguu wa kushoto. Ni maajabu. Haya ni maajabu ya soka. Ili ni goli kutoka sayari gani? Ili ni goli kutoka wapi? Dakika ikiwa ni ya 75. Ali Hamisi, hata wewe anauliza ungeweza? Ali Hamisi anauliza hata angekuwa wewe ungeweza?
Wekuweza. Ni free kick gani hii? Ni kutoka katika mguu wa Generator Samuel. Imechezwa moja kwa moja kutafuta lango. Hii inaitwa hata wewe ungeweza. Kama ungeweza njoo jitokeze. Huyu anaitwa Ali Khamis. Alishindwa kuudaka. Mpigaji wa free kick ni mtu hatari. Anaitwa Samuel Generator. Mguu wa kushoto wa dhahabu. What a goal! What a free kick! Ni Samuel Generator katika maajabu ya soka. Ni Samuel Generator katika pichi za uwanja. Ni Samuel amewasimamisha watu wa mpakani. Imechezwa free kick ya viwango vya kimataifa. Imechezwa free kick ya kupeleka benki na kupewa mkopo bure. Imechezwa free kick ya kupelekwa ukweni na ukapewa mke bure kabisa. Free kick ya dakika ya 77. Na tayari wapo katikati na mali imeanza. Jumsi Juma cheza na Espoir Bilos. Imewekwa cross nzuri, Samuel Generator na iminya. Samuel Generator, nafasi nzuri. Offside. Bado kuna mshike. Samuel. Musa ameinuka, Musa na yuko tayari sasa. Bado mwamuzi anajaribu kuweka mambo sawa. Kari ya njano imekwenda kumuonekania mchezaji ya Mungu Munga. Amesimama Pepe. Imechezwa nzuri ndefu. Nagongwa header. Nafasi nzuri. Samuel Generator tena mwili wa dhahabu anachukua mali. Lumona. Ni free kick muda wa kucheza kuelekea katika lango la Adeni. Imekuwa nzuri ndani ya 18, nani wa kumaliza kazi, nani wa kuishi nayo. Mali bado naishi, inarejeshwa tena, fanya acrobatic, lakini ni uongo mkubwa unatendeka hapa. Offside. Passa com a drible. Mpira umewekwa chini. Cheza pembezoni mwa uwanja. Inagongwa tena kuelekea, lakini imetama nje. Mali ni ya kurusha. Imerushwa. Inasogezwa tena katika mazingira. Mali itarushwa sasa, wanaanza Otrasku. Bado kuna sintofahamu.
Mchezo umesimama kwanza, bado kuonekana maneno iko chini. Maneno ametama nje. Mpira unaanza kuchezwa kwa kurusha, wananufaika Otrasco. Imewekwa juu tena. Anikataa kwa heda yake. Giba. Nagongwa heda. Casado. Esparbilos. Esparbilos cheza kumtafuta Samuel lakini haijamlipa. Eneo zuri. Lumona. Ake amecheza wa kwanza. Control. Giba anapoteza mali lakini bado umiliki wanao Otrasco. Inapenyezwa katika njia za kupita, inakataa. Casado. Wabi chuta mikono wa kwanza, mwamuzi anasema kwamba ingia yake si nzuri. Katika njia za kupita Felix anaiweka njia za kupita, anawekwa mkono wa nyani. Huyu ni Dube mwana wa mfalme. Zamisha kabumbu nje, ni nafasi ya kurusha. Mali itarushwa. Ana control. Bado mali ni ya kurusha. Imetama nje tena, bado ni ya kurusha baada kusamishwa. Wanarusha Otrasco. Nafasi nzuri. Samuel Generator. Kuna kurusha mali, anaipokea Lumona. Nawekewa Giba. Felix. Control. Inawekwa katika nafasi nzuri tena, ni Musa. Musa anaiminya, anaipenyeza vizuri. Wabi cheza cross, Utama na mkataa Dona. Nafasi nzuri. Madhamba yametafsirika, mwamuzi amesema kwamba Esparbilos kuna kuchukua nyuma kabisa, hakuwa kuna nafasi nzuri. Nafasi nzuri ya kucheza free kick. Ametama nje mchezaji Maneno, nafasi yake anachukuliwa na Zindu. Zikiwa zimesalia dakika 6. Free kick inachezwa nzuri lakini haijawalipa. Mali itawekwa kwenye mita 6. Mabao hii ingewakatisha tamaa ikiwa nyavu zingekubali. Imetama nje, watarusha. Inachezwa nzuri tena. Wow, imetama nje. Ni yule Generator Samuel. Ni kama kumekuwa na mazoea hivi, yeye na Ali Khamis anajipigia tu. Mtu anaminya vizuri. Felix anaipokea Coman. Mwili mdogo, maajabu makubwa. Inawekwa pasi nzuri. Musa anatafutwa. Mtu anawekwa nje, yeye na mali yake yote nje, lakini mwamuzi ametafsiri kwamba ni kona.
Inachezwa kona. Kona ya dakika za jioni. Kona ya dakika za kufidia. Kona ile ya dakika za unaumwa tumbo, unashika kichwa. Ni kwa kona nzuri kutafuta. Coman na Samuel. Samuel amewini. Inabongwa heda. Ake jaribu kufanya acrobatic lakini wapi? Amani mezama nje. Inachezwa mali ya kurusha. Mwana wa mfalme. Ule pale. Inatama nje, ni mali ya kurusha bado. Mmoja anatafsiri kwamba ilitendeka dhambi, mpira utengwe. Kipenga kimelia. Ni Samuel Generator tena, Ali Khamis amemkataa. Ana uzuri. Nafasi nzuri tena. Espoir Bilosa ni minya vizuri kutafuta njia. Bado ananufaika. Mtalam Azindu. Cheza kwake Gibu. Anaisogeza kumtafuta Felix. Feli ameicheza ndefu, jaribu kuchoma. Meanza faster. Anawekewa mwana wa mfalme. Inachezwa ndefu. Kasado. Meanza na Ake tena. Meanza sifuri kwake Ali Khamis. Ali Khamis anaomba watu. Gibson anza sifuri. Inakunjwa vizuri. Mwana wa mfalme anaikataa. Katika njia Donat Nahoza. Inatama nje, ni mali ya kurusha. Zindo anakwenda kucheza. Sabu inafanyika. Anaingia Niohimbere. Niohimbere anakwenda kuchukua nafasi. Niohimbere amesimama, ni jitu ambalo limekwenda juu, 23 mgongoni. Espoir Bilosa ametoka. Espoir Bilosa ametoka, nafasi inachukuliwa. Coman anaicheza vizuri. Inafichwa na kuichukua mali faster. Adeni. Wow. Miguu inahesabu tu. Anaitwa Adeni, hajachukuliwa kwa deni. Hii ni mali yao kabisa, walinzi wa kambi Otrasku, watu kutoka mpakani. Amecheza ndivyo sivyo. Musa mwana wa mfalme amemzamisha nje. Coman anaiminya vizuri, good position. Mtu anabaki anacheza madhambi, ni freke kwa ananufaika Walima Mchicha. Kama alivyofunga Samuel Generator. Eneo likiwa kama hili hivi. Wamepata Walima Mchicha pia. Nini wanakwenda kukifanya katika hizi dakika ambazo zimesalia? Mchezo utasoma sare ya 1-1. Kisha mikwaju ya penalty na kwenda kujibu. Macho yote yamewatoka watu wa Otrasku. Wanatazama kwa macho ya huruma. Nini kinakwenda kufanyika katika free kick hii? Mari inatengwa.
Miguu 9 ya ukuta inahesabiwa ni kwa faida ya Otrasco, watu kutoka mpakani. Walinzi wa mto Nyarugusu. Walinzi wa mto Nyarugusu, watu wa mpakani. Ni free kick. Ile ni goal. Mimi nikisema nasema. Haja kwa goal. Atamja basi mgagi hapo. Kipenga kinasubiriwa. Amesimama Pepe. Hii ni nafasi ya mwisho kabisa kwa upande wa Makabe. Inachezwa ya chini chini na ikataa, kiba imeza kona. Bado shida iko pale pale kwa walinzi wa mto Nyarugusu. Bado shida iko pale pale kwa watu wa mpakani. Otrasco. Ni kona, dakika za jioni. Wanaumwa tumbo, wanashika vichwa. Miguu inatetemeka. Mioyo inakimbia. Kipenga kinalia, nafasi ya mwisho kwa Makabe. Wakikosa hii basi wamekosa mchezo mzima. Ni kona utamu inachezwa. Anaiondosha Deni, mali safi kutoka katika nyavu. Kipenga cha kumaliza mchezo kimalia. Leo mchicha utakwenda kupikwa. Walima mchicha wamebondwa. Walima mchicha wameshambuliwa vibaya. Amewakatili pa kutosha Samuel Genereta. Wamebaki na wanaendelea na mashindano Otrasco. Mimi ni Ishara Update, niko na Omikani kikofia moja kwa moja mpaka mchezo wa finali. Nikakuletea matangazo mubashara kupitia Kasako Media. Na hii ni Kasa Cup Round 4. Tukutane michezo ijayo. Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote.